Wolfgang Pisa alibaini hivyo alipotutembelea mwanzoni mwa mwaka katika ziara yake na kuzungumza na management, wafanyakazi na wanafunzi. Mashamba Baskofu, uendeshaji wa shughuli za kitaaluma, utafiti, ushauri na udahili wa wanafunzi unafanyika kwa viwango vinavyoridhisha. Utekelezaji wa mpango mkakati wa chuo wa 2021-22 hadi 2025-26 umeshafanyika kwa 77.5 ndani ya miaka hii minne, licha ya changamoto za kifedha ambazo zimesababisha mipango michache ichelewe kutekelezwa. Tumefanikiwa kuajiri watumishi wengi, kuboresha miundombinu ya kujifunza na kufundishia, kuhuisha mitaala, kusomesha watumishi, kuongeza mashirikiano ya kitaaluma na kiutafiti na wadau mbalimbali, kuanzisha programu mpya na mafanikio mengine mengi. Kama alivyoeleza makamu mkuu wa chuo, kuna programu mpya ambayo inaanza mwaka huu na nyingine ziko mbioni kuanzishwa mwaka ujao wa masomo. Hivyo tunatarajia chuo kitaendelea kuongeza idadi ya wanafunzi na kuongeza zaidi ubora wa huduma zinazotolewa hapa Bugando na kwenye hospitali tunazozihudumia kufundishia nje ya Bugando. Askofu, wanafunzi wetu pia wanafanya vizuri sana katika masomo. Hivi punde wahitimu waliopata matokeo bora kwa miaka yao yote ya masomo watapokea zawadi maalum. Pia nimefahamishwa kuwa tarehe 26 Novemba wanafunzi 22 ambao bado wanaendelea na masomo nao watazawadiwa zawadi za wanafunzi bora kwa mwaka wa masomo 2024-2025. Kitengo cha convocation nacho huwa kinatoa chapisho la unusu wa mwezi, hivyo tunapata kufahamu wahitimu wa KUHAS wanavyofanya vizuri katika kazi zao na nyadhifa zao mbalimbali kule waliko. Mashamba Askofu mkuu wa chuo, kwa namna ya kipekee ninawapongeza sana wahadhiri na wanasayansi wetu wa KUHAS na Bugando kwa kutekeleza majukumu muhimu ya utafiti wa kisayansi katika sekta ya afya ili kuboresha huduma za afya na kupata suluhu za kisayansi kwa matatizo ya kiafya yanayoikabili jamii. Pamoja na hayo, juhudi hizi pia zinakitangaza vyema chuo chetu katika ngazi za kitaifa na kimataifa. Mashamba Askofu, mwaka huu tumepata taarifa ya tuzo ya Tumaini Kora kupitia Africa Research Excellence Fund aliyoipokea Profesa Humphrey Mazigo, tuzo ya International Career Achievement kutoka chuo kikuu cha Calgary, Canada aliyoipokea Dr. Haruna Dika, na tuzo kutoka National Institution for Health and Care Research ya Uingereza aliyoipokea Profesa Rose Liza. Hao wanaweza kusimama walipo na tuwapongeze kwa makofi. Asanteni sana. Watumishi wote wa chuo, mtiwe moyo kuwa mnafanya kazi nzuri inayoonekana. Mashamba Askofu, nami ningependa kuwapa wahitimu wetu mawaidha machache pigilia msumari pale alipo malizia makamu mkuu wa chuo kama ifuatavyo. Kwanza, hongereni sana wahitimu wote. Niseme we are proud of you, very proud of you. Na kwa namna ya pekee leo
madaktari wahitimu hapa ni wa kina mama. Hongereni sana. Basi maarifa na ujuzi mlioupata hapa chuoni vitumike kujenga na kuimarisha afya na maisha ya jamii mtakazozihudumia. Lakini pili, mkawe faraja kwa wale wanaokuja kwenu kupata huduma mbalimbali za afya kwa kuonyesha huruma na utu bila kujali matabaka yao. Maana taaluma mlioichagua ni ya huduma inayogusa utu wa mwanadamu. Niseme watu katika jamii wana mizigo mingi, ikiwemo mizigo ya afya mbaya. Na sisi Chuo Kikuu Katoliki tukiongozwa na Bwana wetu Yesu Kristo aliyetuambia, awaalika watu wote, njooni kwangu wote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawatoa. Ndugu zangu wahitimu, nendeni mkawatoe mizigo ya afya mbaya za kiroho na kimwili. Wote watakao kuja kwenu, mjue mnamwakilisha Mungu, mnamwakilisha Kristo katika kuwatoa hiyo mizigo. Mjijengee sifa nzuri na kuwa mabalozi wazuri wa taaluma zenu na chuo chetu, kwa kufanya kazi katika uadilifu wa hali ya juu kama makamu mkuu wa chuo alivyowaeleza. Yale mazuri mliojifunza mkiwa KUHAS, ondokeni nayo na kuyatumia kule mnakoenda. Hii ni karne ya kidijitali. Mkawe wepesi kutumia teknolojia kujifunza zaidi na kubuni namna ya kutatua changamoto zinazowakabili wagonjwa na wana jamii wenzenu. Mkifanya hivyo, mtakuwa wasomi mnaolinufaisha taifa na kuacha misingi bora kwa wale watakao kuja nyuma yenu. 5, msiwe wachoyo wa maarifa wala walafi wa madaraka au pesa. Wale mliohudhuria ibada ya misa asubuhi, mmemsikia mwakilishi wa mkuu wa chuo atuwasihi sana, na wengine hamkuwepo kule, lakini amewasihi ninyi madaktari, acheni kukimbia kwenda kwenye siasa huko, tafuta vyeo vya kisiasa, mtumikie taaluma zenu. Tafadhali tibu wagonjwa. Hayo mambo mengine huko waachie wengine. Mkizingatia haya yote, mtaacha kumbukumbu nzuri na thawabu yenu kwa Mungu itakuwa kubwa. Mwisho, ifanyeni taaluma yenu na huduma yenu kuwa fursa na njia yenu ya kuwa watakatifu, ya kupata wokovu. Kupitia huduma wanayoitoa upate wokovu, uwe sababu ya matumaini na furaha kwa wote wanaosongwa na maradhi mbalimbali. Mashamu Baba Askofu Mkuu wa Chuo, kwa namna ya pekee na kushukuru wewe na wageni wote waalikwa kwa kushiriki mahafali haya ya 18. Na waombea wahitimu wetu baraka zote za mwili na roho huko waenda. Asanteni nyote kwa kunisikiliza.